Katika episodi ya kwanza, katika simulizi pendwa, simulizi ambayo imesheheni mikasa, matukio ya kutisha na ni matukio ya kweli kabisa, simulizi ya nyoka wa ajabu kijijini. Sehemu ya kwanza tuliangazia mambo mengi, lakini kubwa tuliishia pale ambapo mwenyekiti wa kijiji Mzee Akili Mingi aliamua kuitisha kikao na kufikia maamuzi ya kufungia msitu ambao ulikuwa ukitumiwa na wanakijiji kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo shughuli ya kilimo na uwindaji. Ikatoka amri ya kijiji kwamba hatakiwi mtu yoyote kuonekana karibu ama katika eneo la msitu, yaani ni marufuku, ambapo kwa yeyote ambaye atakaidi marufuku hiyo basi sheria kali za kijiji zitakuwa juu yake. Walishia hapo. Wanakijiji walianza kurudi manyumbani huku wengi wakiwa na maswali vichwani. Je, wanakwenda kuanza maisha mapya bila shughuli za kilimo, ambapo tunafahamu kwa 98% maendeleo ya kijiji hicho hapo ni kutokana na kazi ya kilimo, lakini pia maendeleo ya kijiji hicho hapo kwa 1% kubwa yanategemea mambo ya uwindaji. Hakuna mambo ya viwanda, hakuna shughuli nyingine ambayo wanaweza kuifanya. Kubwa zaidi ilikuwa ni mambo ya kilimo. Lakini wengi walitamani kufahamu kuna jambo gani ambalo limeweza kujitokeza na kupelekea ndugu zao kuweza kutoweka maeneo hayo hapo, kwa sababu walikaa takribani muda mrefu kupitia maeneo hayo hapo. Hakuna viashiria vyovyote vya kuwapo matukio yao, lakini kwa siku za hivi karibuni matukio yameongezeka kadiri na kupelekea watu takribani 200 kuweza kutoweka. Basi wakarudi nyumbani, miaka ikazidi kusonga na baa la njaa likaanza kuwakaribia. Yaani kulikuwa kuna ukame wa vyakula, hakuna chakula hata kimoja. Lakini katazo lile kwa 1% kubwa liliweza kuwa mwarobaini, kwa sababu hakuna kesi yoyote ambayo iliweza kujitokeza ama kuzungumzwa kuhusiana na watu kupotea. Yaani watu walikuwa wote wanaonekana na hakuna dalili za mtu ama taarifa za mtu kutoweka. Wengi wakianza kutafsiri kwamba kwenye msitu ule pale labda kulikuwa na viumbe hatari. Lakini kama kungekuwa na viumbe hatari, kwa nini hao viumbe wanaishia msituni tu, hawasogei maeneo ya kijijini wakati kijiji chao kipo karibu na eneo la msitu? Hii ni moja ya hoja nyingine ambayo wanakijiji walianza kuitekeleza. Ulikuwa ni usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne. Yaani ulikuwa ni usiku wa shida, usiku wa balaa, usiku wa matukio ya kutisha. Ilianza kutanda wingu la maana katika eneo la wingu, lakini pia ngurumo kali za radi zilianza kusikika. Radi za kutisha zilianza kupiga maeneo katika eneo la msitu na eneo la kijijini. Ilitafsiriwa kwamba mvua kubwa inakwenda kunyesha katika kijiji hicho. Lakini kadiri time zilivyozidi kusonga, basi mabalaa ya mvua yakaanza kudondoka. Ilipiga mvua kubwa kupitiliza, mvua ambayo iliambatana na ngurumo kali za radi. Wanakijiji walijibanza ndani ya nyumba zao, huku wakiwa wanapiga dua ama zile sala za kutosha, kwa sababu haikuwa mvua ya kawaida. Miaka yote wamekaa kijijini hapo hawakuweza kushuhudia mvua kubwa na tena yenye miambatano ya radi nyingi kama hii ambayo inajitokeza. Lakini mvua ile pale ilidumu kwa lau takribani masaa 6. Mdogo mdogo mvua ile ikaanza kutulia. Basi ilishuhudiwa maporomoko makubwa ya maji yakiporomoka jirani ya kijiji hicho. Ilikuwa ni zahama mbele ya zahama. Lakini punde tu ikasikika mlio mkubwa, mlio wa kishindo, design ya kitu ambacho kilikuwa kikisogea eneo la kijiji hicho.
Vijana wa kijiji wakakaa standby na mikuki ili kushuhudia ni jambo gani hilo ambalo linakuja, kwa sababu jambo hilo lilikuwa na mungurumo wa hatari sana. Lakini wanakijiji walikaa standby. Baada ya dakika kadhaa lilitokea joka kubwa, joka ambalo alikuwahi kuonekana. Ni joka ambalo ukitafsiri ama ukilitafsiri lina uwezo wa kumeza watu takribani 100,000 na likaendelea na safari zake. Hii inatokana na ukubwa alionao. Joka yule alikuwa anasogelea eneo jirani na kijiji. Kijana mmoja alijitahidi kumkimbilia ili kumbadilisha uelekeo, lakini hatua zake hazikuweza kugonga mwamba, kwa sababu alikufa kifo cha ajabu sana. Ni nyoka ambaye anaonekana na uwezo mkubwa sana. Ni nyoka ambaye anaonekana ana nguvu na uzito wa kutosha. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa mtu kuweza kumsogelea na kumwataki, lakini pia alikuwa na hasira kwa kiumbe chochote ambacho kingeweza kumsogelea ama kumkaribia. Kwa muda dakika 5 takriban walinzi 15 walisambaratishwa na kumezwa papo hapo. Wanakijiji wa mama watoto walishuhudia jambo lile. Kelele zilizidi kutamaradi eneo hilo. Nyoka yule aliendelea kujisogeza karibu kabisa na eneo la kijiji. Inaonekana alikuwa na njaa sana. Inaonekana nyoka huyu alikuwa na njaa kupitiliza. Kwa muda takribani dakika 20, wanakijiji takribani 50 tayari walikuwa tumboni mwa nyoka lile. Ndipo mfalme wa kijiji hicho, mzee Akili Mingi, aliamuru watu watoke na moto, wachome baadhi ya vibanda vyao moto, ili linaweza kuwanusuru na nyoka huyu kuweza kukimbia eneo ambalo alikuwa akirikaribia eneo la kijiji. Wanakijiji wakifanya hivyo, wakatoka na vijinga vya moto na kuanza kuvitandaza juu ya mahema nyumba zao ambazo zilitengenezwa na nyasi zilizokauka. Kwa muda takribani dakika 2, nyumba zile zilianza kututulika moto, na nyoka yule kwa kasi sana alianza kutafuta chimbo na kukimbia, kwa sababu moto ule ulikuja na mionzi mikali ya moto. Nyoka yule alitokomea pasipojulikana, na wanakijiji sasa hali ikaanza kurejea na kuwa shwari. Sasa hapa wanakijiji wakapata kujua ni kiumbe gani ambaye alikuwa akisambaratisha kijiji chao, na walipata kuona jambo la kutisha. Nyoka huyu akisogelea eneo, basi mvua hujisogeza, radi hujisogeza, na anga lina change na kuwa jeusi ti. Ndipo vikao vikaanza. Je, akirudi kwa wakati mwingine watawezaje kumuendo nyoka yule, huku akiwa na majonzi yaliyopitiliza kutokana na kufiwa ama kuondokewa kwa ndugu zao ambao waliliwa na nyoka. Kwa takribani dakika 15 tu walishuhudia ndugu zao wakiishia tumboni kwa nyoka yule. Basi katikati ya kikao akajitokeza kijana mmoja ambaye alifahamika kwa jina moja tu la Masumbuko, ambapo yeye aliahidi kuingia msituni kwenda kumuwinda. Lakini pia akaona kama itaonekana kuna uhitaji wa sapoti kutoka kwa vijana wengine, basi kijiji kitaamua. Lakini yeye ameamua sasa kwenda kupambana na lile joka la kutisha. Je, safari ya Masumbuko itakwenda kufanikiwa? Ili ni moja ya jambo ambalo wengi wanajiuliza. Ini episodi namba 2. Endelea kutufuatilia. Usisahau kusubscribe Matukio TV
kwa sababu hili ni eneo ambalo